Kwa hiyo nataka kusema kwamba serikali imeona kuna potential bado ya watu wetu kunufaika na zao na kilimo cha mkonge, hasa kwa kuwa mahitaji ya mkonge duniani sasa hivi yameongezeka sana, ni makubwa na bei zake ni nzuri. Kwa hiyo serikali imeona badala ya kutegemea tu wakulima wakubwa kwenye mashamba ya estate makubwa, ambapo sasa wakulima wetu wadogo wamekuwa wakitumika kwenda kufanya kazi kule kama utaratibu tu wa vibarua, wao nao waingie kushiriki kwenye kilimo hiki cha mkonge kujipatia uchumi moja kwa moja. Na tayari wakulima sasa, mfano wa Korogwe ambao wameunganishwa vizuri kwenye vyama vya msingi, wananufaika kwa sababu masoko yao tunasimamia sisi moja kwa moja, wanauza mkonge wao kwenye ushirika. Sasa vitu gani vimefanya zao la mkonge limeibuka na kurudi kuwa zao ambalo lina mahitaji makubwa sana duniani sasa hivi? Ni kutokana na dunia sasa kuanza kuipa kisogo matumizi ya plastiki. Tangu mwaka 2009 ambapo mwaka 2009 ulipotangazwa kuwa ni mwaka wa mazingira, kwa maana kupima mwaka wa kutumia nyuzi asilia, International Year of Natural Fiber, tamko ambalo lilitolewa kule FAO Italy. Dunia nzima sasa inahamasisha zaidi matumizi ya nyuzi asilia, kuondosha matumizi ya plastiki kwa lengo la kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Kuongezeka kwa joto duniani kunaonekana kunachangiwa zaidi na matumizi ya plastiki na bidhaa zingine ambazo si rafiki kwa mazingira. Kwa hiyo hilo limesababisha watu wabadilishe mtindo wa maisha. Sehemu kubwa za nchi za Afrika Magharibi na nchi za Afrika Mashariki ya Kati wanatumia sana mkonge kwenye eneo la ujenzi. Kwa hiyo ukiondoa matumizi ya zamani ambayo ilikuwa ni hizi traditional products, bidhaa tu hizi za kitamaduni, makapeti ambayo tumezoea, kamba na nini, ambazo walizoea kwa miaka ya nyuma, ugunduzi mpya wa bidhaa mpya umechochea sana mahitaji ya mkonge duniani. Kwa hiyo kwenye eneo la ujenzi, wenzetu wanatengeneza maboard, tunaita gypsum board, wenzetu wa POP, kuwezeka mabodi ya kutengeneza madari, mabati, matofali ya mkonge na mambo mbalimbali kwenye eneo la ujenzi unapata kutokana na matumizi ya nyuzi asilia, hasa zao la mkonge. Lakini mkonge pia unatumika kwenye magari, viwanda vya magari wanatumia mkonge kutengeneza madashboard, kutengeneza viti, kutengeneza mabamba, hata mabodi ya magari. Kwa baadhi ya magari wanatumia composite inatokana na zao la mkonge kutengeneza yale mabodi ya magari magumu. Kwa hiyo mkonge pia unaweza kuona umeingia mpaka kwenye beauty industry. Wenzetu wa nchi zilizoendelea huko hawakuonyeshi kwa uwazi kama wananufaika na mkonge katika matumizi hayo, lakini sisi tunajua kwamba wanatumia mkonge hasa zile grade za juu za mkonge kutengeneza mawigi ya kina mama, ambao sisi tunakuja hapa tunaanza kuambia bwana, hizi ni human hair, Brazilian hair, kina dada Peruvian hair, lakini ni mzee unauziwa milioni 2 wigi linatokana na mkonge. Wenzetu wamechukua na kutumia teknolojia, wana soften, wanalainisha, wanatumia some chemicals na kama nywele kabisa za mtu, ukiona unanunua wigi. Kwa hiyo wameenda huko, lakini kwenye nishati ya umeme nchi za wenzetu wameendelea kwenye biogas. Mkonge unatumika sana, unatengeneza pia vinywaji, beverages. Sababu mkonge pia unatengeneza sukari ya mkonge, wanatengeneza mapombe kali, tequila kama kule maeneo ya Mexico, na sisi kuna tafiti zilikuwa zimeanza hapa za kuzalisha hizo bidhaa, na tafiti zimeonyesha kwamba uwezekano wa kuzalisha hizo bidhaa kwa kutumia variety ya mkonge ambao sisi tunalima, yani aina ya mkonge ambao sisi tunalima, umeonyesha matokeo mazuri zaidi kwamba inawezekana kuzalisha hizo bidhaa kwa kutumia mkonge wetu hapa. Aina ya mkonge ambao sisi tunalima hapa unaitwa H11648, yani H11648 hybrid. H inasimama baada ya neno hybrid. Ni mbegu ambayo tuligundua wenyewe hapa, inasemekana iligundua tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 48, ndio inaitwa H11648, na kituo chetu cha TARI Mlingano hapo cha utafiti. Kwa hiyo kwa kweli sasa hivi yani hatuwezi kumit mahitaji ya order ambazo tunazipata sasa hivi. Kila mzalishaji utakomwambia kumuuliza sasa hivi kama una mkonge japo container moja, atakwambia subiri miezi 2-3 nimalize order nilizo nazo sasa hivi.
So demand ni kubwa, na ndio bado tunawasisitiza wananchi wetu kama unafikiria kuwekeza kwenye kilimo na unafikiria mazao matatu, basi zao moja lazima liwe mkonge. Na hata kama atabaki mazao mawili unafikiria kichwani kulima, kuwekeza kwenye kilimo, zao moja lazima liwe mkonge, kwa sababu mkonge ni zao ambalo ukiondoa mahitaji kuwa makubwa na bei zake kuwa nzuri, lakini ndio ambalo linaweza kuvumilia sana mabadiliko ya tabia nchi. Wanasema ni climate resilient crop, ambao unaweza wakati mazao mengi yako yote yameathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, siku zote mkonge utaona huko pale wa kijani unaendelea kupambana, limaji kama unaupa huduma. Kwa hiyo hata ukitembea hapa kipindi cha kiangazi kutoka Tanga kwenda Same kwenda Kilimanjaro, kipindi cha kiangazi kikali utakuta mazao mengine yote mpaka majani yamepiga kahawia, lakini zao la kijani pekee ambalo tutaliona itakuwa ni mkonge ambao haupotezi rangi mwaka mzima. Kwa hiyo ni mazao ambayo tumekuwa tukihamasisha wananchi waingie kutumia hiyo fursa kulima mkonge. Ni zao ambalo lina faida, changamoto ndogo ndogo zikosekana, lakini ni zao ambalo lina uwekezaji wake haujawahi kumtupa mtu. Na ukipanda mkonge utasubiria miaka 3 kuanza kuvuna, na unapoanza kuvuna utavuna mfululizo mara 2 kwa mwaka kwa muda usiopungua miaka 15 mpaka 20. Nilipokuwa nikieleza sifa za mkonge nilisema hili ni zao ambalo kwa sehemu kubwa halishambuliwi na magonjwa au na wadudu tukilinganisha na mazao mengine. Changamoto zipo, lakini sio za kiwango kikubwa tukilinganisha na mazao mengine. Yaani kuna wakulima wanalima mkonge mpaka anaanza kuvuna, mpaka mkonge unafika mwisho hajawahi kwenda dukani kununua sumu yoyote kwa ajili ya kuhangaika na ugonjwa au wadudu. Changamoto tulionayo kwenye mkonge, kwenye baadhi ya maeneo kuna wadudu wanaitwa tembo wa mkonge. Hawa tuna namna mbili tu ya tunawaelimisha wakulima, kuna namna mbili za kutumia kuwadhibiti. Kuna njia ya asili ambayo tu tunatumia mashina ya mkonge. Ile shina la mkonge mkubwa tunalipasua, tukipeleka shambani lile linatoa harufu nzuri ya sukari ambayo itawatoa wale wadudu shambani, wataenda nje. Kwa hiyo mkulima ataenda tukirahisi atawatoa, atakwenda kuwaua. Kwa hiyo kwenye zao hili hatuna changamoto kubwa ya kutumia viuatilifu. Tuko pamoja? Hatuna changamoto kubwa. Labda changamoto tulionayo ni kwenye kudhibiti magugu. Magugu ya nini? Ya mkonge, hasa jamii ya nyasi, tuna vichaka wakati mwingine kwa sababu zao linakaa muda mrefu. Kuna kemikali ambazo zinatumika, lakini hizi kemikali zimegawanyika kwenye makundi kulingana na umri wa mkonge. Kuna kemikali zinatumika kupanda mkonge, zenyewe zinazuia mbegu yoyote isiyote ardhini kwa kipindi fulani. Lakini kuna kemikali inapaswa zitumike baada ya kuwa mkonge umeshavunwa kuanzia mara 3. Kwa hiyo kwenye eneo hili tunawaendelea kuelimisha wakulima. Tunaendelea kuelimisha wakulima kupitia maonesho, kupitia semina ambazo tunafanya, kupitia ziara ambazo tunafanya kuwatembelea wakulima. Na bodi ya mkonge haina wataalamu kila mahali, lakini jukumu letu sisi tunawaelimisha maafisa kilimo kwenye ile mikoa ambayo wanalima mkonge. Kwa hiyo wao kwa sababu karibu na wakulima wanatusaidia, lakini pia kuna vikundi vya wakulima ambao wamejiunga kwenye AMCOS, kwenye ushirika. Tukiwafikia tunawapa elimu ambayo na wao wanaendelea kuitumia, lakini pia kuwasaidia wale wakulima wengine. Umezungumzia tunawezaje kuwashawishi wakulima wengine ambao walikata tamaa, walikula hasara. Zao la mkonge lenyewe linajieleza. Yaani ushawishi kwa mkulima, hata usipoenda kumshawishi, akimtazama jirani yake aliyelima mkonge ana uhakika na yeye atashawishika. Kuna maeneo ya kule Mombo ukienda kuna watu wamepanda mkonge mpaka mlimani. Wakati mwanzoni watu wanaanza kulima wale waliwacheka, lakini kafika kiangazi, mvua haijanyesha, yule mwenye mkonge anaweza kuuza nyuzi, akapata chakula, akajenga nyumba, akampeleka mtoto shule. Zamani watu walikuwa tunafikiria ni kuzalisha tu singa. Lakini sasa hivi kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na research mbalimbali zimeonyesha kabisa kwamba tunaweza tukatumia mkonge kwa fursa mbalimbali. Kwa hiyo taasisi ipo katika mchakato ambao tunajaribu sasa kuzipeleka hizo fursa nje kwa wadau, wazione, waje kuinvest na kuleta hivyo viwanda vya kuchakata, vya kutengeneza hizo bidhaa
mbalimbali kama mvinyo, gypsum, interior body parts za magari. Yes. Bado tunaendelea kuhamasisha watu walime mkonge, lakini vile vile bado tunaendelea na research za kudiscover maeneo mbalimbali ambapo watu wanaweza kufanya nini, wakalima mkonge. Kwa hiyo taasisi bodi bado inafanya juhudi mbalimbali kuhamasisha, na katika hayo maeneo ambayo watu tayari wameshaanza kulima mkonge, tayari bodi inafanya mchakato wa kupeleka makorona huko, watu waweza kuchakata mkonge wao vizuri, wakapata soko la uhakika. Cha muhimu, mtu anapokuja kuinvest ni lazima aone kwamba anafaidika nini. Kwa hiyo ndio maana sisi kama bodi tunapeleka elimu kubwa kule kuonyesha kwamba mkonge una faida. Ukiuchakata vizuri, ukawa ni mzuri, utapata bei nzuri, utauza.